Moja kwa moja tunaanza na habari kwamba vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran vinaendelea huku mashambulizi ya kila upande yakiripotiwa. Hii leo Uingereza imekuwa mwenyeji wa mkutano unaojadili namna ya kufungua mlango bahari wa Hormuz uliofungwa na Tehran kutokana na vita hivyo vya Mashariki ya Kati ambavyo vimekuwa na athari kote duniani. Zaidi anasimulia Bakari Ubena. Uingereza ambayo imeandaa mkutano huo wa wanadiplomasia kutoka nchi zaidi ya 40 imeishtumu Iran kwa kuweka uchumi wa dunia mashakani baada ya kuufunga mlango bahari wa Hormuz, njia muhimu ya usafirishaji wa 20% ya mafuta na gesi. Marekani haikuwakilishwa katika mkutano huo uliofanyika kwa njia ya mtandao, huku Rais Donald Trump akisema kuwa si jukumu la Marekani kuhakikisha njia hiyo inafunguliwa, na akawalaumu pia washirika wake wa Ulaya kwa kushindwa kuunga mkono vita hivyo, huku akitishia pia kuiondoa Marekani kwenye jumuiya ya kujihami ya NATO. Katika mkutano huo, waziri wa mambo ya nje wa Uingereza Yvette Cooper amesema mazungumzo hayo yanajadili njia za kisiasa na kidiplomasia za kujaribu kuufungua mlango bahari wa Hormuz badala ya kutafuta suluhisho la kijeshi. Katika mkutano wa leo tunajadili hatua za kimataifa, ikiwa ni pamoja na kujumuisha uwezo wetu wa kidiplomasia na kiuchumi na hata namna ya kuzidisha shinikizo. Ni lazima tutoe hakikisho kwa viwanda, masoko ya nishati na mashirika ya bima, pamoja na kuhakikisha usalama wa meli na mabaharia walionaswa, na kuanzisha uratibu tunaohitaji kote ulimwenguni ili kuwezesha hatua endelevu ya kufunguliwa salama kwa mlango huo wa bahari. Ujerumani, Ufaransa, Italia, Kanada na Umoja wa Falme za Kiarabu zinashiriki katika mkutano huo. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron, ambaye yuko ziarani nchini Korea Kusini, amesema Trump amekuwa kila mara akitoa kauli zinazokinzana kuhusu vita vya Iran, na kwamba pendekezo la Trump la kutumia mabavu kuufungua mlango bahari wa Hormuz ni wazo lisilotekelezeka. Hayo yakiarifiwa, mashambulizi ya kila upande yameendelea. Israel imeishambulia Iran, ambayo pia imeendelea kuvurumisha makombora na droni kuelekea Israel na kwenye mataifa kadhaa ya Ghuba, licha ya Trump kudai kuwa kitisho kutoka Iran kinakaribia kutokomezwa. Tehran imejibu kauli hiyo na kukanusha kuwa uwezo wake umedhoofika, huku ikiapa kupambana hadi adui atakapojuta na kujisalimisha. Pia waziri wa ulinzi wa Israel Katz amemwonya mkuu wa kundi la Hezbollah Naim Qasim kuwa atalipia gharama kubwa mno kutokana na hatua yake ya kuzidisha mashambulizi wakati huu wa sikukuu zinazoendelea za Kiyahudi. Katika hatua nyingine, msemaji wa Rais Vladimir Putin wa Urusi, Dmitry Peskov, amesema ikulu ya Kremlin inaendelea kuwasiliana na viongozi wa kikanda na iko tayari kuwa mpatanishi katika mzozo huu ikiwa italazimika, ili kuhakikisha mzozo wenyewe unatatuliwa kwa njia ya amani haraka iwezekanavyo. Shukran sana Bakari Ubena kwa ripoti hiyo. Na kama ulivyosikia ni kwamba Uingereza leo imeilaumu Iran kwa kuvuruga uchumi wa dunia wakati wa mkutano zaidi ya wanadiplomasia 40 ulioandaliwa kwa njia video kuhusu njia ya kufungua tena mlango bahari wa Hormuz, moja njia muhimu zaidi za usafirishaji wa mafuta duniani. Tukio hili linaibua maswali mazito kuhusu usalama wa nishati, siasa za kimataifa na hatma ya uchumi wa dunia. Kwa tathmini ya kina kuhusu hayo na mengine, nimezungumza na Ibrahim Rahbi, mchambuzi wa siasa za Mashariki ya Kati aliyeko Dar es Salaam, Tanzania, ambaye ameanza kwa kuzungumzia kilichochochea mkutano huu wa dharura. Bila shaka nadhani dunia nzima imekumbwa na hili swala na hakuna ambaye amesalimika na hili swala la gharama mafuta, gesi na mabadiliko ya jumla ambayo yanaweza kaikumba dunia. Ni kuanzia Afrika, Asia mpaka Europe mpaka Amerika, kote kila mmoja kaguswa na hiki. Ni kama kifo, yani kila mmoja kimemgusa. Kwa hiyo Uingereza waliona kuwa wanaweza wakajaribu kutumia njia ambayo na Ujerumani wamekuwa wakizungumza kuwa tunaweza kujaribu kutumia njia tofauti na Donald Trump ambaye alikuwa akisisitiza kuwa itumike nguvu kufungua mfereji wa Hormuz. Lakini utaona Uingereza, Ujerumani, Japani na nchi kama Ufaransa zimekuwa zikizungumza kwa kauli tofauti, wao wakiamini kuwa njia bora zaidi ni ya mazungumzo ambayo inaweza ikafungua mfereji na mfereji ukabaki kufunga. Kwa hiyo Uingereza akaona, awali alikuwa amealika nchi kama 35, lakini mkutano unaonekana umefanyika kati ya nchi 40. Kwa kuna nchi nyingi pia hazikutajwa, lakini ni nchi takriban 40 zimezungumza kuhusu hilo. Sasa mkutano huu unakuja siku chache baada ya Rais wa Marekani Donald Trump kuosha mikono katika kile ambacho tunaweza kusema ni
utetezi wa mataifa mengine kutumia njia hiyo ya bahari, na pia ameyathubutu mataifa kujitetea yenyewe. Hii inatuma ujumbe gani wa moja kwa moja, hasa katika muungano wa NATO, Marekani ikiwa mmoja wa mwanachama? Kwanza, kitu kimoja ambacho ni kigumu hivi sasa kuking'amua kwenye kauli za Donald Trump, ni vigumu kutenganisha kauli za Donald Trump na msimamo kamili wa serikali ya Marekani. Nadhani hivi vitu vimekuwa ni tofauti sana, kwa sababu Trump ametishia yeye binafsi kuiondoa Marekani kuwa mshirika wa NATO. Ukirudi kwa takriban saa 48 zilizopita, kumekuwa na kauli za Trump takriban 3 mpaka 4 zinahusu Hormuz, na zote ziko tofauti. Alisema kuwa Irani ikae kwenye meza, ikubaliane njia sahihi ili waweze kufikia dili, na ikiwemo kufungua mfereji wa Hormuz. Lakini wakati huo huo akaandika kwenye mtandao wake wa Truth kuwa Marekani hawahusiki na mfereji wa Hormuz kwa sababu hawapokei chochote kutoka hapo. Washirika wa hapo wanapaswa wenyewe washughulike nayo. Lakini wakati huo huo amewaambia washirika, hasa nchi za Ulaya na washirika wa NATO, kuwa washirikiane na Marekani kwa ajili ya kufungua mfereji wa Hormuz ikiwezekana kwa kutumia nguvu. Hilo amewaambia. Lakini wakati huo huo yeye Donald Trump ametaka kuondoka kwenye mzozo huo, huku akisema kuwa mfereji wa Hormuz utafunguka baadaye, yeye anaondoka kwenye vita. Kwa hiyo ni vigumu kujua Trump anataka nini, kwa sababu ukichukua kauli ambazo zimetoka kwa saa 48 zilizopita, ni kauli nyingi zinahusu kitu kimoja, lakini kauli tofauti. Sasa kwa kuzungumza hivyo, Rahbi, unajaribu kusema nini? Mataifa yanayoshiriki yanatarajiwa kufikia makubaliano ya aina gani? Tuseme ni kidiplomasia, kijeshi, au pia kiuchumi? Ukisikia kauli iliyotolewa na Ufaransa na kauli iliyotolewa na Ujerumani, haitofautiani na kauli ambayo Stama ameizungumza juzi kuwa vita sio yetu na hatuwezi kujiingiza kwenye vita, na njia pekee tunayoiona ya kusuluhisha hili ni njia ambayo itahusu diplomasia zaidi. Lakini Ujerumani na Ufaransa wao waliainisha kabisa kuwa mazungumzo yoyote yatahusu Hormuz hayawezi kuitenga Irani kwa namna yoyote ili tuweze kulitatua hili tatizo. Kwa hiyo kuna ile nadharia na picha ambayo Ulaya na washirika wengine wanaiona, sio ile anaiona Donald Trump. Na kutokana na mkutano huu bila kushirikisha Iran, bila kushirikisha Marekani, labda tunatarajia lipi litokee kutatua hali hii? Nadhani hizi ni hatua za awali ambazo unajua, mnapoketi nchi kama 30 au 40 inaweka uzito fulani pale mnapopeleka proposal ya upande wa pili. Sasa pale wao wameketi na wakatoa matarajio na wakatoa matumaini kuwa tunaonyesha nia ya kutaka kuzungumza na Irani kupitia kipindi hiki, yani nchi 40 zionyeshe nia kuwa okay, ni lazima Irani ashirikishwe. Kwa hiyo inaweza ikabadilisha taswira na kile ambacho wa Irani watakihisi kuhusu mazungumzo. Ni Ibrahim Rahbi huyo, mchambuzi wa siasa za Mashariki ya Kati aliyeko Dar es Salaam, Tanzania. DW tunavuma kwa kishindo. Bila shaka tunavuma kwa kishindo. Saa chache baada ya mamlaka ya nishati na mafuta kutangaza kupanda kwa bei ya mafuta ya petroli, wakazi wa jiji la Dar es Salaam nchini Tanzania wameelezea jinsi ongezeko hilo linavyoathiri kiuchumi, hasa katika muktadha wa kupanda kwa bei ya bidhaa za vyakula na usafiri. Florence Majani na ripoti kamili. Awali kupanda kwa bei ya mafuta kulionekana ni kama hadithi tunazozisikia kwa wengine, lakini sasa kupanda kwa gharama hiyo ya nishati kumekuwa dhahiri hapa Tanzania, katika taifa hili la Afrika ya Mashariki. Ni baada ya mamlaka ya nishati na maji nchini EWURA kutangaza hapo jana ongezeko kubwa kuwahi kutokea la petroli na dizeli, ambapo bei ya petroli imeongezeka kutoka shilingi 2864 kwa lita moja hadi shilingi 3820, ikiwa ni ongezeko la takribani shilingi 956 kwa lita. Wakati huo bei ya dizeli nayo imepanda kutoka 2858 hadi shilingi 3806 kwa lita, sawa na ongezeko la shilingi 948 kwa lita. Makali ya ongezeko hilo tayari yameshaanza kuathiri wakazi wa jiji hili kwa namna moja au nyingine, hasa likigusa moja kwa moja maeneo ya usafiri na bidhaa za vyakula. Kwa majina naitwa Amina Rashidi, mkazi wa Tegeta, Dar es Salaam. Mafuta yamepanda jana, mpaka bei ya vyakula vimepanda. Kwa mfano vitunguu tulikuwa tunauzwa shilingi 5,000, sasa hivi mpaka shilingi 7,000. EWURA kwa upande wao wamesema kupanda kwa bei kunatokana na athari za mgogoro wa Mashariki ya Kati uliochagiza ongezeko la gharama za mafuta katika soko la dunia, pamoja na kupanda kwa gharama za usafirishaji
na bima ya mizigo. Wakati baadhi wakilalamikia kupanda kwa bei ya vyakula na nauli, madereva wa usafiri wa umma maarufu kama bodaboda nao wameguswa kwa namna yao na kupanda kwa bei hizo za mafuta. Lita shilingi 4,000 na pengine 3,800, pengine 4,000 na. Sasa nafikiri abiria kama uko anampakia 1,000 same trip yake utampakia shilingi ngapi? Lazima mwambie 2,000 na hapo yenyewe kama anayo akashazoea anaondoka. Tunaganda tu, tunapiga picha. Basi sijui tukale kwa Mama Samia tunashindwa kuelewa. Sasa hivi uweze kumwambia abiria wako ambaye kashazoea bei fulani, sehemu fulani, umwambie kwamba bwana, abiria wangu kwa sababu ni hivi na hivi, labda nauli ilikuwa shilingi 5,000, itakuwa labda shilingi 6,000 au 7,000. Inakuwa ni ngumu sana. Mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya udhibiti na usafiri wa ardhini LATRA, Habibu Suluo, hata hivyo amewataka wadau wa vyombo vya usafiri kutokupandisha nauli kiholela bila idhini ya mamlaka husika. Hata hivyo, Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba aliliambia bunge jana serikali itasimamia upatikanaji wa bidhaa za mafuta ili kuhakikisha bei zinakuwa himilivu. Florence Majani, DW, Dar es Salaam.